Sipendi kuitwa mheshimiwa wale. Profesa. Profesa Caroline Nombo, Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, na makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo, ndugu Msungu, mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa wa mkoa wa Lindi, na viongozi wa Chama cha Mapinduzi na vyama vingine vya siasa mliopo, waheshimiwa wabunge wa mkoa wa Lindi mliopo mkiongozwa na mbunge mwenyeji wa hapa Lindi Manispaa, Mheshimiwa Balozi Mwanaidi Majaliwa, mwenyekiti wa Baraza la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na wajumbe wa baraza mliopo, Profesa William Anangise, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na viongozi waandamizi na wafanyakazi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mliopo. Lakini hapa nataka mumtambue mtu mmoja katika hawa viongozi waandamizi hawa. Profesa Kilian, njoo hapa. Kwa nini nimekuleta? Unajui? Huyu anaitwa Profesa Kilian Mchapwaya, binti wa Kimwera huyu, kwao Ruangwa huko, lakini ni profesa. Amebobea kabisa, maana kwenye taaluma hii ukifika kuwa profesa ndio umemaliza tena, hakuna kilichobaki juu yake. Yeye ndio naibu wa makamu wa mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam anayesimamia mipango, fedha na utawala. Nikimwona na mtania naambia huyu yeye ndio aliyebeba Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Haya mashughuli yote haya yake huyu. Ana mwenzake Profesa Nelson. Profesa Nelson. Huyu na naibu wa makamu wa mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam anayesimamia utafiti. Kwa hiyo shughuli zitakazoendelea kule Ruangwa kule, huyu bwana huyu ndio mwenyewe. Yuko mwingine watatu hakufika, ambaye ndio anayesimamia masuala ya taaluma, Profesa Rutinwa. Naweza niwatambulishe hawa ili mwajue kwamba haya tunayafanya hapa kuna wenyewe. Mimi sifiwa mkuu wa chuo, hongera sana, lakini wa kwanza kusifiwa ni Benedetta. Lakini Benedetta naye na mkubwa wake ndio huyo aliyemaliza kusema sasa hivi, Profesa Ande Anangise. Lakini pale anayesimamia shughuli zote hizi ni Balozi Mwanaidi Majaliwa, yeye ndiyo mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu. Nini ndeni sasa mimi tutaka mwajue tu, hasa wewe binti wa Kimwera. Hapa ndio yuko kawa hapa. Mstahiki Meya wa Manispaa ya Lindi na waheshimiwa madiwani wote mliopo, viongozi wa dini, tunawashukuruni sana kwa dua zenu, kwa sala zenu. Ndugu waandishi wa habari, wananchi wenzangu wa mkoa wa Lindi, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ilivyo ada, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuturuzuku uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo. Pia natoa shukrani maalum kwako kwa kukubali kuja kuwa mgeni rasmi katika hafla hii ya kihistoria ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa kampasi mpya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika mkoa wa Lindi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaelewa
ni kwa kiasi gani ratiba yako ilivyokuwa na mambo mengi unayowajibika kuyashughulikia kitaifa na kimataifa. Umekuja hapa ukitokea mkoa wa Mbeya, na kabla ya hapo ulikuwa mkoa wa Songwe, na kabla ya hapo ulikuwa mkoa wa Ruvuma, na kabla ya hapo ulikuwa mkoa wa Dodoma. Hivyo basi wewe kupata nafasi ya kuja kujumuika nasi leo ni uthibitisho wa upendo mkubwa ulionao kwa chuo chetu na kwa wananchi wa mkoa wa Lindi. Tumpigie makofi. Umetupa heshima kubwa, na kwa niaba ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nasema asante sana, na kwa Kinyiramba changu Broken nasema songela zigi zigi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii ni mara ya kwanza kukutana nawe katika shughuli za Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tangu uteuliwe na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan na kuthibitishwa na Bunge kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa niaba ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, napenda kutumia nafasi hii kukupongeza kwa uteuzi wako. Ni uteuzi ulioustahili. Sisi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tumefurahi na kufarijika sana kwa wewe kupata nafasi hii ya juu ya uongozi wa nchi yetu. Wewe ni zao la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Umesoma na kuhitimu shahada yako ya kwanza UDSM. Umesoma na kuhitimu shahada yako ya pili UDSM, na umesoma na kuhitimu shahada yako ya tatu. Maana ile yako ya pili ni uzamili, lakini ya tatu umezamia ya uzamivu, na ndio maana unaitwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Sisi UDSM tunaona fahari kubwa sana kuwa nawe wewe siku ya leo. Wewe ni miongoni mwa mabalozi wetu wema wa chuo chetu. Tunakuombea mafanikio mema katika kazi unazozifanya. Umeanza vizuri, kanyaga twende. Mheshimiwa Waziri Mkuu na ndugu viongozi na wageni waalikwa, tumekusanyika hapa leo kutokana na uamuzi wa busara, maono na maelekezo na maagizo ya rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika mradi wa kuendeleza elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, yani Higher Education for Economic Transformation, kwa kifupi HEET. Rais alifanya uamuzi uliotufanya tukuwepo hapa leo. Mradi huu unatekelezwa kwa mkopo wa Benki ya Dunia ambao wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu unaujua zaidi kuliko sisi, kwa sababu umetayarishwa na kuanza kutekelezwa wewe ukiwa waziri wa fedha. Pia unafahamu kwa Mheshimiwa Rais aliagiza kwamba pamoja na kufanya mambo mengine muhimu vyuoni, vyuo vikuu vinavyonufaika na fedha za mradi huu vitumie sehemu ya fedha hiyo kujenga kampasi au matawi mapya katika mikoa ambayo haina vyuo vikuu vya serikali. Haya ni maagizo ya Rais Samia oye! Sisi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tulielekezwa tuanzishe kampasi katika mkoa wa Kagera na mkoa wa Lindi. Pia tumalizie ujenzi wa taasisi ya sayansi ya bahari Institute of Marine Sciences IMS iliyoko Buyu, mkoa wa Mjini Magharibi, Unguja.
Ndio maana leo tuko hapa. Ndugu zangu, narudia tena, hatuna budi kumshukuru Rais Samia kwa moyo wake wa upendo kwa sisi wana Lindi na kwa Watanzania kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati wa sherehe za mapinduzi matukufu ya Zanzibar mwaka huu, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi aliweka jiwe la msingi la ujenzi katika Taasisi ya Sayansi ya Bahari kule Unguja. Tarehe 15 Disemba, Jumatatu iliyopita, kule Bukoba, Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi aliweka jiwe la msingi la ujenzi wa kampasi ya mkoa wa Kagera. Leo tarehe 20 Disemba tuko nawe hapa na umeshaweka jiwe la msingi la kampasi ya mkoa wa Lindi. Lindi oye! Katika kampasi ya Bukoba, programu za msingi zitakuwa ni biashara na teknolojia ya habari na mawasiliano. Bila shaka hapa tutazaa mabingwa wa artificial intelligence. Katika kampasi hii kutaendeshwa programu za mafunzo na utafiti kuhusu kilimo na mawanda yake. Pia kunaweza kuanzishwa programu nyingine kutegemea mahitaji ya taifa. Hizo ndio, kilimo ndio ya msingi, lakini kadri taifa litakavyohitaji panaweza kuanzishwa programu nyingine yoyote kulingana na mahitaji ya taifa. Kama nilivyoeleza kule Bukoba, ni matumaini kwa siku moja kampasi hii nayo itakuwa chuo kikuu kinachojitegemea. Na ndio maana walipotupatia eka 100 tu, nikaja hapa nikamwambia, nyie sikilizeni, hata sekondari na eka 70, nyie chuo kikuu mnaipa eka 100?